Ya mtazamaji wa Singeli Media wananiita Kilasi Uswazboy, na kama ulivyokuwa utaratibu, ukiniona mimi unaiona mtaa na unaiona Singeli, na leo bwana tuko mtaani. Nimemtembelea mwanangu Dula Tiles, dansa mkubwa sana ambaye amepita kwenye generation nyingi ya mapiano, break dance, shake zile kitambo hicho unaitwa wa kushake mpaka Singeli naingia viduku vyote, yani yupo katika hizo session zote, na leo nimekuja kumuhoji ili tupate experience pia wasanii ambao wamefanya kazi na vitu kama hivyo. Mambo vipi bwana? Poa. Kitambo sana. Kitambo sana mzee, unajua long time. Unajua kuna watu wakimuona sasa hivi Dula Tiles wanaomfahamu kabisa, ile wanaona mzee jamaa kitambo sana hadi leo yupo. Bado yupo. Kakaza. Alafu kama mzee Kagi. Unajua kwanza sifa ya kuto kuzeeka ni kujilinda. Unajua sisi ni wasanii, kujilinda, kulinda mwili wako, kufanya mazoezi na nini, kuepukana na vitu visivyokuwa na ulazima. Unajua kuna mtu mwingine ana force vitu visivyokuwa na ulazima, ana force yani. Kwa haraka hivi tupe hivyo vitu hivyo ili mtu ajue kwamba bwana, ili usizeeke haraka inabidi upite katika mbinu hizi hapa. Kwa sababu kuna mtu mwingine yani yeye mazoezi adili nayo. Sema isipokuwa yani mtu anakuwa mtu mwingi. Unajua mtu mwingi? Sisi nikisema mtu mwingi naeleweka. Yani nikisema mtu mwingi ni mtu fulani ambaye yeye ajijali yeye mwenyewe, isipokuwa yani yeye mambo ya ujana mwingi, starehe na nini, bata tukatai tusifanye, tunafanya, lakini tunafanya kwa vipi? Yes. Ukizingatia hivyo uzee, huwezi kuzeeka. Ndio watu washangaga wachezaji mpira eti oya, mbona nani mchezaji labda Juma Kaseja ya kitambo toka mimi nakuwa, lakini yupo vile vile. Mazoezi wanajitunza. Kutumika sana vyakula na nini. Kutumika hapo. Vijana wanatumika tena kama wadogo zetu sasa hivi wanatumika sana 2000. Au sikwambia. Lakini ndo wakati wao, unajua sisi tushapitaga huko, kwa hiyo sinaenda na upepo unavyoenda. Mimi nataka tuzungumzie kipindi kile tunaanza kwenye kusheki mpaka inakuja viduku Singeli ndo inaanza mule. Mimi nadhani wewe ni session zote ambazo umeziona. Tupe experience yako kipindi kile mnaanza kudansi na hadi mnafika katika hiyo revolution ya Singeli, na katika mazingira hayo yote wewe umeweza ku maintain na kwenda na mabadiliko. Unajua kipindi kile tunaanza kufanya hivi vitu hivi, ilikuwa ni hatari sana. Yani kipindi kile tunaanza hivi vitu, kwa sababu kwanza ilikuwa inaonekana uhuni, inaonekana yani sisi mpaka majumbani ulikuwa ukifanya hivyo unaonekana huyu mtu vipi. Sisi unajua tumeanza kufanya hivi vitu tulikuwa nalipwa 20,000. 20,000 mpo watu kama 100, unajua. Kundi zima 20,000 tunalipwa watu kama 100. Huku kuna nani. Sasa ile hela nikumbuka katika masuala ya kugawana ile hela tulikuwa tunagawana vipi, unajua. Singeli Media tunaishi nao.